kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Nataka niseme hapa mbele yako baba, ya kwamba chama hiki ambacho umetuachia, mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. To forgive Ruto for what he has done to ODM. ODM today is unrecognizable. Kuna msemo usemwao nguzo ikiondoka pa uyumba. Ni miezi 8 tangu kifo cha Raila Amolo Odinga aliaga dunia tarehe 19 Oktoba mwaka 2025 huko Kerala, taifa la India. Mara hiyo mwanya katika chama cha ODM ukawachwa wazi, Oburu Oginga akichukua usukani. Ni miezi 4.5 tangu katibu mkuu wa ODM Edwin Watenya Sifuna kubadiliwa mamlakani chini ya uongozi mpya wa Oburu Oginga. And I want to say that there is an organization called Azimio where we were, and that Azimio died the day ODM left it. Na Catherine Omanyo ambaye alihudumu kama naibu wa katibu mkuu wa chama kuchukua wadhifa huo wa Sifuna. Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable me, yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC. Hapa Edwin Sifuna Watenya alionyeshwa lango la kuondoka. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect. Kilichofuatilia ni Sifuna kuungana mkono na viongozi wengine kama vile gavana wa Siaya James Orengo, Babu Owino, Caleb Amisi, Seneta Onyonga, Bungo wa Mavoko Patrick Makau na wengineo wengi. Hapa muungano wa Linda Mwananchi ukaundwa na kisha msururu ya kutoka eneo moja hadi nyingine la taifa likaanza. Safari rasmi ikianzia mji wa Kitengela. Swali kadhaa wa kadha yaliibuka miongoni mwa Wakenya kuhusu hatima ya Sifuna. Katika makala haya niliyokuandalia kuhusu jana, leo na kesho ya Sifuna, naangazia jinsi ambavyo viongozi na wananchi wanavyomuona Sifuna. Nilianza uchunguzi wangu katika ofisi ya Daktari Daniel Kanjori, na ambaye ni mgombea wa kiti cha useneti katika kaunti ya Kajiado. Kanjori anadai kuwa jana ya Sifuna ilikuwa ya kuelekezwa, ila sasa anafahamu njia. Sifuna, sikia wajenzi wanasema Sifuna ni sisi. Sifuna is I had the privilege ya kufanya kazi na Sifuna wakati nilipokuwa nawania kiti ya ubunge ya Kajiado Mashariki kwa tikiti ya ODM mwaka wa 2022. Alikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Na namjua ni wakili mwenzangu, kijana mwenzangu barubaru, mtu ambaye
anafahamu kazi yake ya useneta, na ni picha nzuri ya kuigwa na wanasiasa wachanga katika wakati kama huu wetu, mtu ambaye hawezi kukununulika, mtu ambaye ako na msimamo, na mtu ambaye amelelewa na tabia nzuri ile ya baba ya kusimamia haki, usawa na sheria. Ndio. Sifuna anamaanisha nini kwa taifa la Kenya na kizazi kijacho? Sifuna anawakilisha kijana Mkenya ambaye ako tayari kuchukua mamlaka. Unajua mamlaka haipeani, na Sifuna ameonyesha na kudhihirisha kwamba vijana ni viongozi wa sasa, sio wa kesho, ili waweze kubadilisha kesho. Na safari ya bamba ni macheo. Kwa hivyo yeye ni mfano mzuri wa vijana katika siasa ambaye wanakataa tabia mbaya ya kununuliwa. Unapolinganisha jana, leo na kesho ya Sifuna, heri gani? Leo, unajua jana ilikuwa leo, na leo na kesho leo ndio itakuwa kesho. Kwa hivyo tunajitumia historia yetu ya jana kujifunza na kujua vile ya kuweza kuendeleza leo yetu na kesho. Na naweza kusema kwamba Sifuna ni mfano bora ya jinsi vile kesho yetu tutaweza kuipeleka sawasawa, kwa sababu vijana wa jana walikuwa wanaalikwa, walikuwa wanapewa amri, walikuwa na elekezwa vile ya kwenda. Lakini vijana wa sasa ni vijana ambao wamejitambua, ni vijana ambao wanajua uwezo ile wako nayo, ni vijana ambao wanajua haki zao, vijana ambao wanajua nafasi yao, na hawa ndio wataweza kubadilisha kesho. Ndio mimi nasema vijana sio viongozi wa kesho, ni viongozi wa sasa, waweze kubadilisha kesho. Ndio. Sifuna kuwa na kusanya maelfu ya Wakenya, jambo ambalo viongozi wengi inaonekana kwamba ni tashwishi kwao. Hilo pia linaonyesha nini kwa kizazi hiki na kizazi kijacho? Vijana wa wakati huu si wale wa kupatiwa peremende, si wale wa kuleweshwa usiku mzima waende walete fujo wakose kupiga kura. Vijana wa sasa tumejitambua. Vijana wa sasa tunaelewa uzito wetu wa kura, na vijana wa sasa tunaelewa haki zetu na tuko tayari mara mingi tulifikiria kwamba tutapewa nyadhifa za uongozi, lakini sasa tumejua lazima tutaendea. Kwa hivyo kaende. Ndio. Mheshimiwa Kanjori, tukizungumzia hilo kwamba pia tumeona baadhi ya watu wakisema kwamba Sifuna ni mradi. Unajua kila mara mtu anapochukua hatua ya kusonga mbele, kuna kuanga na wale wanalete fitina, wale wanakuchomea. Mimi naweza sema muda utasema, lakini karibu sana. Tujadili Sifuna. Unampenda Sifuna? Sana. Mimi ni Sifuna na sisi ni Sifuna. Akinyi Hida ambaye wengi wanamfahamu kama Madam Boss, ambaye ameonekana sana kwenye misururu ya Linda Mwananchi, anapinga kuwa Edwin Sifuna atanunuliwa kisiasa. Anadai kuwa atashikilia msimamo wake mkali ambaye babake wa kisiasa Raila Odinga alishikilia. Unadhani msimamo wa Sifuna ni upi wakati huu? Okay, kitu ningependa kukujibu ni, unajua watu wengi wanadhani Sifuna na joke. Wanadhani huyo kijana ni wambwembwe, mdomo nini. Lakini ningependa kuambia Wakenya kitu moja, Sifuna ako serious sana na hii safari ambayo ameanzisha. Na hii safari ambayo ameanzisha ni safari ya wanyonge. Na ningependa kuambia Wakenya kitu moja, Sifuna ametuonyesha yeye ni mmoja wa wale viongozi ambao hawawezi nunuliwa. Juu mkiangalia politics za kitambo kabla mzee Raila Odinga akufe, Sifuna alikuwa anasimama
na alikuwa anasimama na words zake. Alikuwa anapinga hii government ya Mr. William Ruto. Sifuna hakuna siku hata moja kinashawahi jiungana na serikali ya Mr. William Ruto. Hata wakati wa broad based watu wanaingia, wengine wanapewa kazi, yeye alikataa kabisa na alisimama na msimamo wake. And I want to remind Wakenya kitu moja. There is a day Raila alisimama akiongea akiuliza Wakenya, who has told you? Unaona, kumaanisha kila kitu ambayo Sifuna alikuwa anafanya juu Raila anajua, na ilikuwa ni msimamo wake na wa Raila. So for now Sifuna anaonyesha Wakenya kuwa yeye hakubetray Raila Amolo Odinga, na yeye ataendelea kusimama na words zake, kwa sababu anaona zile vitu ambazo zilifanya broadbase ikakuwa haifanyiki, that 10 agenda yenye tuliongelelea haifanyiki. So yeye ako strong na atasimama na Wakenya na atatupeleka mahali pazuri. So ningependa kuambia Wakenya msijali, siku inakuja ambayo Sifuna atajitambulisha, awaambie yeye ndio Sifuna na the reason why anaitwa yeye ndio Sifuna. Unadhani kwamba uongozi wa Sifuna unaongozwa na umri, jinsia, ama anataka tu viongozi ama watu ambao wako like minded? Madam Mbosa anaongezea kuwa uongozi wa Sifuna ni wito ambaye anaongoza kulingana number 1 umri wake, number 2 he's a calling. You know, even here in politics there is a calling. Kuna ile wito, unaona huyu mtu hiki kitu anafanya si anafanya tu juu anahitaji pesa ama anahitaji attention, ni wito. Ukiangalia nipeane mfano ya kitu ilifanyika Kakamega. Wakati waliitisha rally Kakamega, unajua walizuiliwa kufika kwa hiyo ground, but yeye kama kiongozi alitumia mbinu zake zote na akafika hapo. Na kulingana vile anaongelesha Wakenya, vile anaongelesha youths, unaona vile anaongelesha youths, walimprotect. Ungekuwa kwa hiyo uwanja ya Kakamega, wacha nikwambia, kuna maskari walikuwa wanachunga the politicians, walikuwa vijana, walikuwa wanatembea na marungu wakichunga akina Sifuna. So kitu ningependa tu kukuambia ni Sifuna ako soba, na Sifuna anaongoza youths na anaongoza watu wote kijumla na miaka zao zote. Lengo lake kubwa ni kila mtu afeel kuwa ni Mkenya. Iliamua kufunga safari na kuelekea katika kaunti ya Nakuru, eneo la Bahati. Hapa ni kukutana na mzee Fred ambaye amewahudumu kama kiongozi katika kaunti ya Nakuru. Bwana Fred anadai kuwa Sifuna anatumia leo yake ila sio jana. Bwana Fredrick, ningependa unaposikia Sifuna, nini ambalo fikiria la kwanza? Mimi umuona Sifuna kama kijana ama mzee wa rika yangu, na sisi kama mamillennial tunaingiana sana na yeye kwa sababu tunaona ni jamaa ambaye anaelewa mahali sisi kama Kenya tumetoka. Sisi tulikuta Kenya ikiwa one single party, tukakuja kwa multi party. So sisi tunaona huyu ni jamaa wetu kabisa. Yes. Unaona kesho ya Sifuna itakuwa ya kung'aa ama atapotea tu? Sasa mambo ya kesho ina mambo mengi sana ambayo unaangalia. Kuna hii mambo ya generational change. Kwa hivyo kesho ya Sifuna inafaa iwe leo, kwa sababu kulingana na vile hii generational change imekuwa ikija, huenda akapata tena na hii generation inajiita alpha. Tuko na majenzi, sisi tuko millennial. So sisi tuko na miaka karibu 5-10 ya kung'ang'ana na siasa za Kenya, kisha pia sisi tuwe tunawa advice. Sifuna ukiangalia jana yake na leo, ni gani bora? Leo yake iko bora, na kesho huenda ikawa bora zaidi. Tumemuona ni jamaa wa kupigana kabisa, akiamua ni pale, akiamua ni kuwa SG, anang'ang'ana nayo. Yeye ni jamaa wa kupigana mpaka, na unajua siasa haupewi, siasa ni kung'ang'ania. Power is never given, it is taken. Na Sifuna anaonyesha kuwa yuko tayari kuchukua hii power. Na kwa vile siasa za Kenya sasa zinaenda zikibadilika, mambo ya ukabila inaenda ikienda chini, naona support yake iko juu sana across the board, across the country. Kwa hivyo ni jamaa ambaye kesho yake huenda ikang'aa, na kesho nimesema kesho yake ni leo. So akingoja tena kesho sana, huenda nyota yake pia ikaanza kudidimia. Kwa hivyo tunamuomba
aje hata hapa Nakuru. Tunamsubiri sana hapa Nakuru. Kwa sababu pia hapa Nakuru tunasema sisi ndio Sifuna. Sifuna huenda akaingia mrengo wa Rigathi Gachagua? Sifuna ama atamfuata ndugu yake Kalonzo, ama ataunda nyumbani kwa ODM, ama atajisimamisha tu. Sifuna kama SG naona ataendelea kujenga kile chama ambacho aliachiwa na baba, ODM. Kwa hivyo, lakini pale kwa ODM ni vizuri kwamba ajue ako na ndugu yake ambaye ni ndugu mkubwa wa Kalonzo Musyoka. So huenda akaegemea upande wa ule ndugu yake mkubwa Kalonzo Musyoka na kwa ile United Opposition. Siasa za hapa Nairobi nadhani yuko sawa akiwa ndani ya Kalonzo Musyoka. Mrengo huo ukishikana nadhani tutapata ushindi. Yes. Sifuna unamuona wapi miaka 5 ijayo? Sifuna namuona kama kiongozi wa a whole generation. Huenda akawa si kiongozi wa taifa, lakini anaenda kudemand following ambao ni following ya kipekee. Huenda kwa upana na kirefu akaridhi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye hakuwa rais, lakini alibeba wafuasi ambao walikuwa wengi sana. So naona Sifuna kikapu chake cha wafuasi huenda kikajaa hivi karibuni. Yes. Hasa ukiangalia ile generation ambayo anaiongoza ambayo inamfuata. Na sisi tuko hapo. Gen Z wako hapo. So hiyo voting block ni kubwa sana. Yes. Na ukiona Sifuna anapozungumza huwa na ujasiri wa ajabu sana. Ni nini ambacho unajifunza na hilo? Unajua mwanasiasa bila ujasiri si mwanasiasa. Mwanasiasa ambaye anataka kuongoza akiwa kule pembeni, huyo si kiongozi. Sisi hasa hii generation yetu tunaamini kwa ile siasa ya ujasiri ile ni kupiga kabisa. Ndio sisi tulianza ile kitu ya kufinish kumalo. Sisi ni watu wa kupiga, tunanyorosha kunyorosha, tunapiga tunabomoa. Na Sifuna ni huo jamaa wa kupiga mpaka aweze kupata lile jambo ambalo wanataka. So the kind of leadership ya Sifuna iko sawa, na bila hiyo kind of leadership hapa nchini hauwezi pata chochote hapa. Mweleze Sifuna kwa neno moja. Sifuna, we are watching you. We are behind you. You are in for it. Go for it. Naam. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Nashukuru sana. Baada ya kuzungumza na mmoja wa wakaaji wa eneo la Nakuru, tulisafiri moja kwa moja hadi kaunti ya Kajiado, haswa eneo la Kitengela, kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Tony Karembo anayewania kiti cha uwakilishi wadi katika eneo hili, ili kufahamu hatima ya Sifuna jana, leo na kesho yake. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Naam. Na Mheshimiwa Tony, tunapozungumzia kuhusu Sifuna, yes, kwa mtazamo wako unamwona Sifuna kama mtu aina gani? Sisi ndiye Sifuna number 1. It's a good movement, but ni movement ambayo tunafaa kuiangalia in a different way, because I think Sifuna is one of young politician wenye wamekuja na power, pamoja na kina Babu Owino, pamoja na kina Dede Nyoro and the others wenye wamekuja, kina Kareb wenye wamekuja na power kubwa sana. And ukiangalia siasa zetu za Kenya saa hii zinaingia kwa hiyo story ya vijana, the young people. So ungeangalia hapo before kulikuwa Babu ndio alikuwa mbele ya Sifuna. Now Sifuna ameripuka. So we don't know sisi ndiye Sifuna itafika mpaka which level, but it depends na vile yeye mwenyewe ataimanage na kuweka makaa. Najua moto ni kuweka makaa izidi kuwaka. So I think from that point to understand really who is Sifuna, but Sifuna is a powerful, then backyard yake the community, because you know siasa zetu sometimes zinapiga hata kama ni za vijana, there is that aspect of community yake iko na 5 million votes which is Ruya. So you can understand that Sifuna is not somebody to joke with. Then Sifuna amekuwa na Raila for very long time, Secretary General for 8 years, akiread Raila. So you and Waruya wengi, they have been supporters of
Raila. So if Sifuna atakuwa amedhurumiwa in ODM in any kind of, it's a very dangerous move for ODM, because Sifuna anaweza toka na all the Ruyas, and you know if Waluya watatoka in a bigger number, Wajaruo watabaki in ODM as one community. Where is not 100%, because there is an array of Sifuna who is Babu Owino, who will still maybe kwenda na Wajaruo in the other side ya Sifuna. Yes. Ukiangalia uzito ambao Sifuna anaingia nao, unaona kwamba ni nani ambaye Sifuna anaweza akamenta? Already Sifuna, you see, let me say this, ushaiona mtoto ambaye amekuwa mdogo, ametoka nursery, ametoka secondary, amemaliza university, now that is a mature person. Yes, he's still young, but he's a mature person. Mtu akishamaliza university, hiyo ni material ya kufanya kazi. So whatever sahi anaweza fanya ni kuingia job. Aingie job hapa, labda intern hapa, labda intern pale, labda intern hapa na hapa, before akuwe maybe fully develop, ndio atafute kiti kama president ama kiti kubwa. So mahali Sifuna amefika, he is fully mentored by Raila Amolo Odinga. So story ya mentorship ya Sifuna imeisha. Nao niingie mahali wafanye na mtu kazi, so that ndio ongeze ujuzi. Ndio akisha maliza kuongeza ujuzi, now he has a power na knowledge na wisdom ya kuitisha any other seat in Kenya. So I think the only kitu Sifuna amekosa for now si mentorship. That guy is a move. Yeye mwenyewe is a move. Yeye mwenyewe amekaa na baba for 8 years. And if you see all the people wenye sahi wamekuwa kwa serikali na ODM, and they are powerful. Babu Owino mentored by Raila Amolo Odinga. Mtu anaitwa Ruto, the president, current president sahi. Nakumbuka kuna wakati alikuwa wa baba. Then he worked with Raila Amolo Odinga. Unasikianga akisifu Raila Amolo Odinga. In one time Uhuru worked with Raila Amolo Odinga. So working with Raila Amolo Odinga for 8 years, I think you are fully mentored. You know the government, you know 1, 2, 3, you know how the structure of the government looks like, you know how the politics ya Kenya inakaa. I think now Sifuna aingie mahali kunaitwa internship. That internship ni akuwe mahali serikali iko. Then he understands some few small things. Then after hapo, he can even vie to be the president of this country. Yes, but for now, I can't advise him to go for president. Because you see, I think tunaweza ile mass unaona Sifuna inamfuata. Kuna message ambayo inasema. And inasema we want leadership ya young people. But pia inasema one term. And we have two groups here we are saying one term. I would wish to tell Sifuna, they join forces together. And then when they join forces together, they make a government. Now hata hapo anaweza pewa hata deputy, anaweza pewa good CS minister, interior, education minister, so that I exercise hiyo kitu anaona Ruto hajafanya. I exercise in a smaller capacity of a CS. Now from there, Kenyans watamtrust. Not only the young people, even the older people will trust Sifuna. Na wakuwe na trust kama sahi mtu kama Matiang'i. People trust Matiang'i. Maybe ni vile tunaangalia follow up ya who is old in politics, who is supposed to get what, who is supposed to get what. But in the opposition coalition, the person that people trust 100% bila ukabila is Matiang'i. Why Matiang'i? Because wakati amekuwa CS wa communication, wa ICT, amekuwa wa education, amekuwa wa interior, tumeona kazi ya. So pia tungetaka tuone hiyo kazi ya Sifuna as young people before we promote him to be either the president of this country. But if ataweza pata kazi ya deputy, well and good. I will say that is a perfect position ya yeye kusoma all these things. Either in 2 term or either in 1 term. Is a good material of 2 term. And then ukiconsider the community and the votes that anaweza swing kuleta kwa mtu. Yeah. Na pia ukiangalia Sifuna anapozungumza, nini ambacho unaona?
Kuna wakati amekuwa interviewed, inaitwa I think Fix It something Kenya. Aliulizwa one thing. Kuna wakati Wamalwa amemwambia come and join us. And Sifuna akaulizwa will you join them? Kuna kitu ambayo Sifuna alisema, ukisikiza hiyo video vizuri. I will not be a problem yenye itafanya Ruto asiende nyumbani. Yani hata kuwa kizuizi cha kufanya Ruto asiende nyumbani. Hiyo ni kukuambia he's ready to sacrifice to join the others so that wapeleke Ruto nyumbani. So I think with that trajectory, now hiyo ndio nilikuwa nakuleta. Because now mahali Sifuna anaweza kufia na siasa yake iishe completely. In the Linda Mwananchi movement, if watatoa candidate ya president, the two things will occur. They will have power and they will be the third force in the general election that is coming 2027. But even the young people, there is a kakune na knowledge that yenye iko. Sahi we need young people, most of young people who Sifuna represent, they want Ruto to go home. So Ruto ile kura najua 100% atapata ni vote ya young people. Are we together? Ni vote ya young people. So Ruto, because he is also a good smart politician, anaweza simamisha mtu young. Ndio hizi kura zisiende kwa kina Kalonzo. Na juu anajua already haziwezi kuja kwake. It's divide and rule. Ziende kwa kina Sifuna na Babu Owino. Umenishika? And don't you think so many other young people wanaelewa hivyo? Wana understand? That's why unaona akina likes of akina Dede Nyoro, even if wamewak sana, anaambiwa don't try to go for president and don't try to join Ruto. You see? Why? Because if atasimama kama president, so many young people might be convinced this is now the government that we are forming of young people. But what will be happening ni kudivide our vote za one term. And that one will make Ruto to come in, to come back for the second term. So mimi naweza urge Sifuna again and again, kama anataka siasa zake zigrow, join the other people who are saying one term. Now he can, what I can tell Sifuna, whatever he's doing in terms of rally, asiache. Because as a young person, you also need to have muscles. You also lazima ujipime. So ndio akikuja kujoin na the other people, anawaambia no, I'm Sifuna. Na hawa ndio Sifuna. I have 3 million people, 3 million votes wenye naweza leta wavotie. So with 3 million people, where the president of Kenya anashinda na around 7-8 million, umenishika? Kuleta 3,000,000, you will not be given just a seat because of evil too. No. Another thing, I will wish Sifuna not really to join fully any party. As he join DCP, as he join Kalonzo, as he join any party. Either atoke na ODM ikuwe ni yake, ama a build party yake. Umenishika? Aache ODM. Sifuna, sisi ndiye Sifuna. Hujasikia sisi ndiye ODM, umesikia sisi ndiye Sifuna. And saying sisi ndiye Sifuna, that means Sifuna as a person is a move. And Raila was a move. So akiacha ODM, si ODM itaachwa na wenye wako sahi wenye wanasema ni wa ODM. Okay? Na yeye aunde chama yake. Then chama yake ya make sure ame negotiate kuna places ambazo ataachiwa, ama join DPK ya Eugene Wamalwa, and he be given a good position in that party, and then he be part and parcel of that party, then wa boost your party now kama party yao. Are we together? Then ndio hiyo party ikuwe na power, iachiwe some places, pia ikuwe na MPs, ikuwe na MCS. You get the point? So from that he has his own people who are not just saying sisi ndiye Sifuna, na ni watu tu, akuwe na members of county assembly, akuwe na MPs, akuwe na senators, akuwe na governor kwa ile party ambayo watakuwa nayo. Na make sure in that party yako into good position. Now that will give Sifuna power. Hii power ambayo wanatafuta. Yes. Unapoangalia mawazo ama ile mafikira ya Sifuna, yale ambayo unayaelewa, unaona Sifuna anataka Kenya iwe namna gani?
I think Sifuna is thinking like me, a young person, passionate about Kenya, a young person who has the spirit of Raila Amolo Odinga, a young person who has been mentored by Raila Amolo Odinga for 8 years. So this is a man anataka freedom of speech bila kuulizwa na mtu, because that's what Baba fought for. Ukienda rally ya mkutano, Baba fought for that. Usipigwe risasi, usifanywe kitu chochote. Any human right that is being violated, iachwe kabisa. That is the Kenya that Sifuna is fighting for. Remember, whoever came with Majimbo, which now we call counties, is the Raila Amolo Odinga, the mentor of Sifuna. Devolution. I think he has that spirit of devolution. Umeona vile amekasirika wakati some services zimepewa national government from county ya Nairobi. You understand? The same mistake Sonko did, and then akanyang'anywa the county. So I think with that, that's what Sifuna wants. Sifuna is a young person mwenye ametoka chini. I think Sifuna anataka shule, system ya shule ambayo it's working 100%. Sifuna, Baba Raila Amolo Odinga amepigania about health, easy health care na nini na nini. So I think that is the trajectory ya Sifuna. Ukiangalia from the down bottom, mahali the mentor wake mwenye alikuwa Raila Amolo Odinga, zile vitu ambazo alikuwa anapigania, the unity of Kenya. Hebu angalia ile movement ya Sifuna. You will find mtu anaitwa Babu Owino, who is from Luo Nyanza, hata kama ni wa Nairobi. You will find Onyonka, who is from Kisii. You will find so many other people who are there. Yani hana tribe moja, akona all the tribe. I think he also fighting for the unity of this country. I think that is Sifuna. As a young person, na GNZ, sisi hata isipokuwa saa nyingine tunakuwa konda hapa na pale. You are a Kamba, ama Kikuyu, but you have grown to be one of my greatest friends without kuangalia if you are a Kamba or you are whoever. Menishika, even if we do jokes za tribes zetu zile tunajua, we also still remain friends. There are people wenye wazee, if you make those jokes zile zingine tunapiganga hapa, they will not take it rightly. So I think also that spirit of young people and unity, Sifuna akonayo na anaangalia that trajectory. Yes. Hatari ambayo unaweza ukaiona kwa kesho ya Sifuna? It's a painful story that yenye naweza itoa mbali, because I don't understand anybody who is going against the government right now, between now and the 15 months to come. Be careful. Be careful. You see the speculation about kifo ya Ng'eno, which can be natural or not natural, and with a disclaimer, which can be very natural or not very natural, but because he altered things against the government, venye imechukuliwa globally, imechukuliwa in a divisive narrative. Wengine wanasema aliuawa, wengine wanasema ni weather. The same case applies to Jirongo. You see, ilikuwa accident, and accident do happen anytime, but tunaona the analogy ambayo ilichukuliwa ni accident, si accident. So I can urge Sifuna, because he is against the government, he be very careful. That is one danger. Number two danger, be very careful asiwe career ambayo ako nayo. He's the young person who can carry Luhya community to the next level in terms of representation, in terms of leadership. So asikubali mtu wa mkoni hiyo awe hiyo, because we have seen so many young people from Luhyaland dying in terms of politics, but tulikuwa tushaona washachukua a revision mood na wamepanda mpaka you feel like this is the next kingpin ya Waluhya. Number one was somebody who was called alikuwa anaitwa this guy from Budarangi, alikuwa anaitwa there is this guy from Budarangi mwenye aliapa na Raila Amolo Odinga, the young man mwenye alikuwa anavaa goggles. Miguna. Not Miguna. There is this guy alikuwa anaitwa not Babu. Alikuwa anaitwa Babu. No, we have Babu.
Ababu na Mwamba. You see, Ababu na Mwamba tulikuwa tumeona this is the next Ruo kingpin. Where is Ababu na Mwamba right now? You get the point? Tukakuja tukaona Sakaja, because he's a Ruya na amechukua kiti ya Nairobi, and we thought he's very sharp and he'll do magic in Nairobi. Where is he right now? Is in a risk of kumaliza career yake. You get the point? Akina rights of hata kama bado wako kwa siasa na jaribu kupiga siasa kidogo. Cleophas Malala, we have seen him raise vizuri sana, but ukiangalia politics ya Cleophas before na saa hii you can see amekuwa hata kama ni wa DCP wa party yetu, but you can see the demote ya siasa yake. So mimi naweza muomba asikubali mtu yoyote apunguze the power ambayo ako nayo saa hii, because he is the future of Ruya people. Wakiwa na Natembea, Eugene is good but ana power, but Sifuna has power. Somebody who is called Natembea has power, but if you check about both of them, Sifuna is a bit younger. Vijana wengi wanataka the leadership of young people, so asikubali hiyo kitu yake na hiyo power ambayo wako nayo saa hii ireduciwe to nothing by any party, by any person, even if ni watu ambao wako kwa the opposition. Number 3 na ndio ya mwisho, ajue exactly this is a journey, na a journey inaanzanga na one step. Kwanza apime, where am I going? How many steps am I supposed to step so that I can reach to a certain level? You can go back to a negotiator, seme with my party sitaki msimamishe kama senator mwingine Nairobi. Ndio all the other people wenye wako in the opposition wamsupport for him to remain. Na akichaguliwa, akipewa kiti ya CS akuwe na caution sana. Because kiti ya CS ni kitu unaweza pewa leo alafu kesho ufutwe. But kiti ya senator huwezi futwa. Then a stand na hiyo stand ambayo amestand nayo. Hata akiingia kwa hiyo opposition and then I find the opposition is not doing the right thing, asimame na watu. Raila Odinga has died still a strong politician in Kenya. The only politician who has died as a strong politician is in Kenya. You have seen the mass zile zilimpokea, maombolezo ambayo imefanyika. He has died as a strong person in politics. Uhuru is there but is weak. Kibaki was there, weak. Moi was there, weak. But Raila has died a strong person. Why? Because ame remain kukaa saidi ya wananchi. Yes. Asante sana mheshimiwa. Thank you so much. Nilipenda zaidi nielewe maoni ya vijana ambao wanatangamana na vijana wenzao huku katika shughuli zao. Jazrak ni mmoja wa vijana na haswa anayesimama kidete kwa minajili ya kupigania chama cha DCP hapa mtaani katika eneo la Kitengela. Jazrak, unaona urafiki wa Sifuna na kizazi hiki unazungumzia vipi? Sifuna, kitu ya kwanza naona ameendana vizuri na kizazi kipya cha majenzi na amekuja at the right time. Ile wakati vijana wanahitaji mtu ambaye anaongelea mambo ambayo inawahusu na mambo ambayo inawaadhiri ama inawaffect kimaisha, na pia ni yule mtu pia tumeona ogopi ogopi, na tumeona mimi kulingana na mimi Sifuna anafanya maneno ambayo baba angekuwa hai angetaka yafanyike. So Sifuna kulingana na relationship yake na Gen Z ako sawa. Kulingana na leo ya Sifuna, ni kina nani ambao anapaswa atembee na wao? Ya kwanza kuna wale ambao anatembea nao kama saizi. Kuna mheshimiwa kama Babu Owino. Hiyo line anatembea nao ni mzuri. Ya watu kama Osotsi, hao ni viongozi ambao hafai kutoka line yao. Ni viongozi ambao naona akitembea na hiyo line mzuri. Pia kuna viongozi ingawa pia wamemzidi kiumri, naona ni viongozi ambao walitembea na baba kwa muda mrefu na wanajua ile maneno ambayo baba angetaka. Viongozi kama James Orengo, ule ni mzee ambaye amekomaa kisiasa, hivyo ni kiongozi ambaye anaweza kumpatia Sifuna mawaidha mazuri na angemwambia baba angekuwa hai leo hivi ndio baba angetaka tutembee. Na pia viongozi kama
anaitwa nani, Osotsi ni kiongozi mzuri. Naam. Na hiyo njia wakielekea ni njia mzuri wakielekea na hao viongozi na wengine pia ambao unajua bado hawajajitokeza, najua pia watajitokeza. Yeah. Ni nini ambacho kinakufanya wewe ukaona kwamba kesho ya Sifuna huenda ikakuwa bora kuliko jana yake na leo yake? Sifuna ni yule mtu ambaye unasikianga ni mtu ambaye alikuwa labda undermined. Watu wako wanajua nguvu zake. Na kile ambacho kimefanya Sifuna tuweze kuona anaweza kuwa kiongozi ambaye tuko tunadhania anaweza kuwa ni mkutano ambao alifanya hapa Kitengela. Watu wako wanadhania Sifuna anaweza kuwa na ufuasi mkubwa ama uungwaji mkono mkubwa kama ule ambao tuliona hapa. Kwa hivyo Sifuna kulingana na mimi akiendelea na hiyo njia anaendelea nayo, na pia sababu tunasemanga kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hivyo mpaka pia Sifuna tungekuwa ni vizuri kama ataungana na opposition ambao ni ya upande wa kina Kalonzo, kina Matiang'i na kina Rigiji, kina Wamalwa. Hapo sasa tunasema atakuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo akiungana na hao in future pale mbele, ama hata si lazima hii tu uchaguzi ambao unakuja, opposition wakichukua kiti cha urais, Sifuna atakuwa ni miongoni wa watu ambao wataweza kupewa nafasi mzuri sana kwenye hii serikali ya one term. Kwa hivyo pale mbele Sifuna akiungana na hawa viongozi ambao nimesema wa opposition ataweza kuwa na nafasi mzuri sana ya uongozi kwenye hiyo serikali ya 2027. Yeah. Ni wapi ambapo kisiasa Sifuna anaweza kujitia kitanzi? Mahali ambapo Sifuna anaweza kujitia kitanzi ni sababu saa hii unajua watu wasijidanganye. Kama kuna kitu ground itaki kusikia ni maneno ya kusema two term na maneno ya kusema ati Ruto anaweza rudi kwa term ya pili. Hiyo ndio kitu ambayo wananchi hawataki kusikia. Kwa hivyo Sifuna hata leo hii saa hii ako na uungwaji mkubwa sana na vijana wa Gen Z na wananchi. Afanye tu makosa ati afike pale mbele aseme amemuunga William Ruto mkono, hapo atakuwa make political suicide. Atakuwa amejimaliza na atakuwa ameisha kabisa kisiasa. Katika uchunguzi wetu tuliamua kufanya makala haya pia barabarani, kuuliza watu maswali tu kuhusiana na Sifuna, endapo wanaimani kwamba kesho yake huenda ikang'aa zaidi ya leo. Tunavyoweza kuona ni kwamba mbele yangu kuna mmoja wa Wakenya ambaye nitamuuliza swali hili endapo anaimani na Sifuna. Ujambo? Sijambo baba. Yes. Mimi ni Caleb Swek. Ni Peter Mwasia. Niko pilika tu hapa za kutafuta maisha. Naam. Bwana Peter, umesema Peter Yes. Bwana Peter, unadhani kwamba kesho ya Sifuna ni bora kuliko jana yake leo, ama nini bora? Well, kwa maoni yangu naona Sifuna ni one of the most key politicians that kama wa Kenya tunafaa kuwa tunamwangalia kwa sababu tunakuja kumuhenzi kwa miaka ya usoni yenye inakuja politically. Ni jamaa ambaye vile anakuja, in fact I can say kwa ufupi Sifuna anakuja ku replace Baba. So as much as we lost Baba Raila Amolo Odinga, now we are going to have a junior Baba ambaye ni Sifuna. Kulingana vile amekuja ground, na kuambia mambo ni bad. Kwa hivyo Sifuna atatesa. Sifuna atatesa. Na already anatesa. Mimi ni mkazi wa Kitengela, nimekuwa kwa mkutano wake hapa Kitengela siku ingine na ilitisha mpaka serikali kuu ikaona kumbe vijana hapa chini ni kama tu walikuwa wamelalia talent. So what I can say, Sifuna is a young political personnel mwenye hiyo energy ako nayo, akisonga nayo atafanya vizuri sana. And being the senator of Nairobi, I cannot compliment much on that because we've seen problems pale Nairobi, nini shida ya governor na senator nini. Well, yeye ni ofisia wa county. Ile mambo inaendelea pale kwa county. So right now we cannot judge tuseme
Sifuna can perform this, Sifuna can perform this. But pia ukiangalia ile courage yako nayo, ile kuongea anaongea ile, ona tu hiyo tu kuwa mwanaume, haongopi kitu. I want to trust huyu jamaa tukimpatia kasi kubwa kuliko ya Senate, maybe around county, akuwe the county boss, ama maybe akuwe presidential candidate, if we can, kama anaweza pima maji aseme this time ninataka kuwa presidential candidate. Unajua sasa atakuwa kwa mandate ya kufanya ya kuwa either boss wa county, chief in commander, ama akuwe maybe county boss wa Nairobi ama another county. Now from that point we can tell who Sifuna is. For today we cannot, me yes sema ati this guy can perform ama can do this. But akikuja apewe kazi ya county ama asimame kama presidential candidate akuwe president, now we can say this guy is a performer, this guy is not a performer. But in generally, and the way he is running his things, ni jamaa kofiti tu kivyake. Ni wapi ambapo unaona Sifuna endapo ataingia nyota yake itazimwa kabisa? One, naweza sema asinjiunge na serikali. Hapo amekanyanga, wacha alinde mwananchi. Akiendelea kulinda mwananchi, nyota yake itang'aa. But kama atakuja kuwa influenced maybe na pesa, haidiwe vio zingine huko, aanze kusaliti wananchi, karudi pande nyingine, nyota yake itazima. Hivyo tu ndio watu watamsahau. But saa hii anaongoza timu ya linda wananchi, akanyange hapo. The way we used to know Baba, ndiye alikuwa mtetezi wa wananchi. Saa hii ukiangalia hata the other opposition units zile tuko nazo, hizo za kina Gachagua, kina Kalonzo, kina Oburu, kina Oburu, wachana Oburu, hawa jamaa wengine kina former Chief Justice akina Maraga, hivyo. Ukiangalia hizo team zikifika ground, ukiangalia Sifuna vile anafika ground, impact ya Sifuna pale ground, mwananchi anamsikiza vizuri sana. Kwa sababu one, anaambia wananchi ukweli. Ile tunaona ile kitu Baba alikuwa anatuambia. Unajua Baba alikuwa akiamka leo, akikuja tu na ka story, aseme wewe mnaona sijui nini, mnakuja kupata hiyo kitu ni ya ukweli. So that's the same trick yenye Sifuna amekuja. Ndio maana nilianza kukuambia tumepata Baba. Tumepata replacement ya Baba Junior tuko naye. So Sifuna akanyange tu hiyo laini, amekanyanga, alinde wananchi na sisi tunafurahia. Penye anatulinda tuko sawa na tutasimama na yeye. Pengine tu nikuulize, Sifuna huenda akaunda chama chake ama atashikilia ODM? Anaunda chama yake. Anaunda chama yake. He's very young and energetic. Ako na nafasi ya kuwa na chama chake na tutakuwa na wanachama zaidi ya ODM. I want to tell you because one, chungwa itakatika, nusu itaenda kwa Sifuna. So that's 100%. Already ako na more than 100 members wa ile chama ataunda. Then aanze kurecruit new members kulingana na vile mambo ya siasa inasonga. So in the next 2 general elections anakuwa na chama kingine strong sana. Asante sana Bwana Peter. Thank you. Alright. Katika makala haya yote Elvis Mugambi amekuwa mpiga picha wangu. Singekamilisha makala haya pasi na kuchukua maoni yake pia kuhusu jana, leo na kesho ya Sifuna, na zaidi yale ambayo watu wamezungumza kuhusu Sifuna. Haya ndiyo Elvis alioniambia. Vipi bwana Caleb? Fiti sana. Uko poa? Niko fiti kabisa. Imekuwa tabasamu. Tumetembea kwa wiki 3. Tumetembea wiki 3. Yenye busara. Yenye mwamko mpya. Yenye Kenya mpya. Sisi ndio Sifuna.